بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. Majmua na idhaa ya Salafi Da'wa East Africa, Afrika Mashariki, ya kuletea tarjama au tafsiri ya Kiswahili ya kitabu Al-Qawaid Al-Arba' cha Sheikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kwa sharh na maelezo na ufafanuzi wa Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Na hii ni sehemu ya pili ya utangulizi. Qala al-muallifu rahimahullah, anasema mtunzi na mwandishi wa hiki kitabu cha Al-Qawaid Al-Arba', yani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: i'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jua akuongoze wewe Allah katika toa yake, jua ya kwamba hakika al-Hanifiyya ndiyo mila ya Ibrahim, nayo ni kuwa umwabudu Allah yeye pekee, hali ya kuwa ukimtakasia yeye dini, yani ukiifanya dini yote ni kwa ajili yake tu, kama alivyosema aliyetukuka na aliyekuwa juu. Na hii ni aya katika suratu Adh-Dhariyat aya ya 56, akasema: na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Fa idha arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibada la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Basi utakapotambua ya kwamba hakika Allah amekuumba wewe kwa ajili ya ibada yake, yani ili umwabudu yeye pekee, basi tambua na jua ya kwamba hakika ibada haiitwi ibada isipokuwa iambatane na tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara, kama vile ambavyo hakika swala haiitwi swala isipokuwa iambatane na tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fi al-ibadati fasadat kal hadathi idha dakhala fi at-tahara, basi pindi itakapoingia shirki katika ibada itaiharibu ile ibada, kama vile hadath inapoingia kwenye tahara. Hadath ikiingia kwenye tahara inaharibika. Fa idha arafta anna shirk idha khalata al-ibada afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma alayka huwa ma'rifatu dhalik لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Basi pindi utakapotambua ya kwamba hakika shirki itakapochanganyika na ibada itaiharibu ile ibada na itaporomosha amal, yani itaporomosha matendo yote mema, yatakuwa hayana malipo, na ataishilizia mwenye kufanya hiyo shirki, ataishilizia kuwa katika watakaokaa motoni milele. Ukijua hayo, basi utatambua ya kwamba lililokuwa la muhimu zaidi juu yako ni kuwa na maarifa ya hayo, yani kuwa na maarifa ya shirk na kufahamu tauhid, ili akuokoe wewe Allah kutokamana na huu mtego. Nao mtego huo ni shirk ya kumshirikisha Allah, ambayo amesema Allah aliyetukuka na aliyekuwa juu
kuhusiana nayo hii ni aya katika suratul Nisa, pindi Allah anaposema, maana yake kwa Kiswahili, hakika Allah hasamehi kwamba afanyiwe ushirikina yeye, na anasamehe yaliyokuwa chini ya hapo, yani yaliyokuwa chini ya shirki kwa yule amtakaye. Akaendelea mtunzi kusema, na hayo, yani hayo utayajua na utayatambua, na Allah atakuepusha na mtego huo wa shirki kwa kuwa na maarifa ya kanuni na misingi minne ambayo ameitaja Allah aliyetukuka na aliyejuu katika kitabu chake. Asharh, maelezo na ufafanuzi wa Sheikh bin Baz anasema, فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخل الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها. Basi pindi atakapotambua mu'min ya kwamba tauhid pindi itakapoingia shirki, yani pindi tauhid itakapoingiliwa na shirki, basi itaiharibu shirki, itaiharibu ile tauhid. Kama anna alhadath idha dakhala at-tahara afsadaha, kama vile ambavyo hadathi ikiingia katika tahara itaiharibu. Arafa anna ahamma shay alayhi an ya'rifa at-tawhid ala haqiqatihi wa ya'rifa ash-shirka ala haqiqatihi. Basi akijua hayo, huyo mu'min atajua ya kwamba jambo muhimu zaidi kwake yeye ni kuwa aitambue tauhid, aijue tauhid katika uhakika wake, na aijue shirki katika uhakika wake, hatta la yaqa fi ashirk, ili asiingie akaangukia katika shirki. Fayabtulu tauhiduhu, basi ikabatilika tauhidi yake. Wabatala dinuhu, na ikabatilika dini yake. Wabatala islamuhu, na ukabatilika uislamu wake. Lianna tauhida huwa dinullah, kwa sababu hakika tauhid, yani kumpwekesha Allah katika ibada na kumfanya Allah ni mmoja pekee anayepaswa kuelekezewa ibada zote. Tauhidi hiyo huwa dinullah, ndio dini ya Allah. Wa huwa alislam, nayo ndio uislamu. Wa huwa alhuda, nayo hiyo tauhid ndio uongofu. Fa idha fa'ala shay'an min anwa'i shirki batala hadha alislam, basi atakapofanya lolote katika aina za shirki, basi utabatilika uislamu huu. Wa batala hadha ad-din, na itabatilika dini hii. Ka an yad'u al-amwat wa yastaghithu bihim wa yasubba ad-din wa yasubba Allah wa yasubba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kama vile, yani miongoni mwa vitu ambavyo vitabatilisha tauhidi yake na vitabatilisha uislamu wa muislamu ni kama vile awaombe waliokufa na awaombe wao kuokolewa na shida mbalimbali, na aitukane dini, na amtukane Allah, na amtukane mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yastahzi billah, na amfanyie istihzai Allah wa rasulihi, na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa yastahzi biddin, na aifanyie istihzai dini, yani aichezeshere dini. Wa yad'u ma aujaba Allah, na ayawache yale aliyowajibisha Allah. Wa ya'taqid halla ma harrama Allah mimma huwa ma'lum min ad-din bid-darura, na aitakidi uhalali wa yale aliyoyaharamisha Allah katika yale ambayo yanafahamika katika dini kwa dharura. Yani mambo hayo kwa udharura tu yanafahamika, kila mmoja anafahamu kwamba hayo mambo ni haram. Kazina
wa ashbahihi, kama vile zina na mfano wake. Fa idha ata bi shay'in min hadhihi an-nawaqid batala islamuhu, basi akija na chochote katika hivi vichanguzi au vitenguzi mfano alivyovitaja hapo juu, basi utabatilika uislamu wake. Kama anna man ata binaqidh min nawaqidh at-tahara min rih au bawl au ghaid batala taharatuhu, kama ambavyo yule ambaye atakuja na kichenguzi au kitanguzi miongoni mwa vichenguzi vya tahara kama vile kutoka upepo au mkojo au kinyesi, basi itabatilika tahara yake. Wa hakadha tauhiduhu wa islamuhu, na hivi hivi tauhidi yake na uislamu wake, yani utabatilika pindi ambapo atakuwa amefanya kimoja au miongoni mwa vile vichanguzi vya Uislamu na vichanguzi vya tauhid ambavyo baadhi amevitaja hapo. Idha wujida minhu naqidun batala hadha tauhid, itakapopatikana kwake yeye huyu Muislamu kichanguzi, yani katika vichanguzi vya Uislamu, basi itabatilika hii tauhid. Wa hadha alislam, na huu Uislamu utabatilika. Kalmuslimu alladhi yasubbu Allaha wad-dina wa yastahzi bihi kafara hatta yatub, kama Muislamu ambaye anamtukana Allah na anaitukana dini na anafanya istihzai kwayo, anaicheza shere, huyu anakufuru mpaka atubie. Wakadha man sabba Allaha kafar, na hivyo hivyo yule ambaye atamtukana Allah amekufuru. Wajahada wujuba as-sala kafar, na akapinga uwajibu wa swala, yani akaona kwamba swala sio wajibu, atakufuru. Wa man jahada tahrima zina kafar, na yule ambaye atapinga uharamu wa zina atakufuru, yani akaona kwamba zina si haramu, atakufuru. Wa man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafar, na yule ambaye ataomba msaada wa kuokolewa na shida kati miongoni mwa shida kutoka kwa waliokufa na akaweka nadhiri kwao, yani akachukua kiapo cha nadhiri. Mathalan akasema ya kwamba ikiwa nitafanikiwa katika biashara yangu, basi nitakutolea ewe fulani, ambaye huyo fulani ni maiti miongoni mwa maiti waliozikwa na waliofariki, nitakutolea kiwango fulani, au nitakuchinjia, au nitakufanyia kadhaa, yani akaweka nadhiri kwa hao waliokufa, basi atakuwa amekufuru. Wa hakadha fanawaqidhul islami tubtiluhu kama anna nawaqidhat at-taharati tubtiluha, na hivyo hivyo basi vichanguzi vya Uislamu vinaubatilisha, yani huu Uislamu, kama ambavyo vichanguzi vya tahara vinaibatilisha hiyo tahara. Wa mimma yubayyinu wa yashrah laka haqiqata ad-din an tata'allama hadhihi al-qawa'id allati ja'at fi kitabillah, na miongoni mwa yanayokubainishia na yakakufafanulia uhakika wa dini ni kuwa ujifundishe hizi qawaid, yani hizi kanuni na hii misingi minne ambayo ndio mada ya kitabu hiki, ambayo misingi hiyo na kanuni hizo zimekuja katika kitabu cha Allah, yani Qur'an. Fa idha darastaha wa ta'ammaltaha ittadhaha laka al-amru akthar, basi pindi utakapozisoma hizo kanuni na hiyo misingi minne na ukaitafakari na kuifikiria, basi litakuwa wazi zaidi kwako wewe jambo